Mathayo sura ya 17 aya ya 5 inasema, mitume wakamwambia, Bwana, tuongezee imani. Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye umekuwa ukiendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana. Leo ninalo somo linalohusu imani. Hii imekuwa ni kitu tata sana katika kutafiti, na watu wengi wanatamani sana kuwa na imani ili mambo mengi yatokee. Lakini kwa bahati mbaya sana ni neno ambalo limefafanuliwa tu kazi ya imani, lakini sehemu nyingi hapajafundisha ni namna gani unaweza ukaongeza imani. Lakini ukisoma neno la Mungu utaelewa tu waziwazi ya kwamba kuongeza imani kunahitaji maarifa tu kuweza kuongeza imani. Mitume walipokuwa wanamwambia Yesu, Bwana, tuongezee imani, Bwana akawaambia tu, mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Aliwafanulia tu nguvu ya imani, lakini hakuwafundisha pale, na Biblia ituambie kwamba aliwafundisha jinsi ya kuongeza imani. Lakini ipo njia ambayo inaweza kukusaidia kuongeza imani. Imani ni nini? Biblia imeeleza vizuri kuhusu imani. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo ukiangalia msingi mzima wa imani ni kuamini ya kwamba itatokea. Kwa hiyo chochote ambacho wewe unataka kifanyike na kitokee, wewe ndani yako uamini ya kwamba kitatokea, bila kujali mazingira uliopo ama mazingira ulionayo ama hali ulionayo. Amini ya kwamba itatokea. Kwa mfano, unaweza ukawa umepata ajali mbaya sana kiasi kwamba wakasema huyu lazima atakatwa mguu au atakatwa mkono. Wewe kwa imani yako ukasema ya kwamba mimi ninachokiamini ni kimoja tu, mguu wangu hautakatwa. Hiyo ndio imani. Sasa ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo una hakika kabisa ya kwamba mguu huu, haijalishi umevunjika kiasi gani, hautakatwa. Hiyo ni imani. Lakini inaendelea mbele kwa kusema bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo cha kwanza ni kuamini itatokea, alafu jambo la pili inakuwa ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kwamba lazima litatokea. Ndio bayana. Kitu kikishakuwa bayana maana yake kinaonekana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapoamini una hakika na kile kitu, alafu vile vile unajua bayana kitatokea na kila mtu ataona na kushuhudia. Hiyo ndio imani. Sasa imani unaiongezaje? Imani hii unaiongezaje? Na tuna mikasa mbalimbali tunaiona inayohusu imani. Ukisoma kitabu cha Marko ile sura ya 9 aya ya 23, ukisoma yanasema, Yesu akamwambia ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Kumbuka hapa ukisoma hii sura ya 9 kuanzia ya 14, utaona kuna baba alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa na changamoto ya pepo, alikuwa anaangusha pepo kifafa. Lakini vile vile alikuwa anamuangusha pepo kifafa, alikuwa na pepo bubu, alikuwa asemi na alikuwa anaanguka na kifafa. Na huyu alisha kupeleka kwa wale thenashara 12 wamuombe, hawakufanikiwa. Ndipo akaenda kwa Yesu. Yesu alipotazama akagundua kwamba huyu hana imani. Shida yake kubwa ni kwamba haamini kwamba inaweza kutokea. Sasa watu wengi wamekuwa wakienda kwenye huduma mbalimbali, wanatamani kuona kwamba Mungu anatenda, lakini ndani yao hakuna imani. Na ili upone katika kitu chochote, sio tu upone, ili jambo lote litokee, la kwanza kabisa linahitaji imani. Kisa cha namna hii tunakiona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 9 inasema hivi, mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Paulo alikuwa ananena na huyu mtu alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa, lakini Paulo akamwangalia yule mtu akaona ana imani ya kuponywa. Paulo akasema, Biblia inasema akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi akaenda. Unaona kichotokea hapa? Tunaona kwamba
Paulo aligundua huyu pamoja amezaliwa ya kwamba ni kiwete, hatembei, lakini ndani yake kuna imani ya kuponywa. Sasa imani ni kitu gani? Imani unaiongezaje? Na hili ndio msingi wa hili somo nataka nikufundishe, wala halichochukua muda mrefu, na ukizingatia utanielewa sana. Tukimwangalia huyu mgonjwa ambaye Paulo alimponya, tuseme huyu kiwete ambaye Paulo alimponya, hapa juu inasema mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena. Alifanya nini? Alisikia. Kwa hiyo kumbe imani huja kwa kusikia, na kusikia ni kwa kuambiwa, lakini vile vile unaweza ukasoma na ukasikia. Unaposoma neno la Mungu unaweza ukalitafakari likaingia ndani yako, lakini vile vile unaweza ukapata neema ya kusikia kitu ukiwa unasoma neno la Mungu. Imani. Kwa hiyo njia ya kwanza kabisa na njia ya uhakika ni ya kusoma neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu, Biblia takatifu, lina maelekezo mengi ambayo yana mifano ambayo ilitokea. Yani unasoma kitu ambacho kilitokea. Kwa mfano hapa tunasoma Paulo akamponya kiwete. Sio Paulo tu, tunaona Petro akamponya kiwete, Petro akamfufua mtu aliyekufa, Yesu akamfufua Lazaro. Hivi vyote ukija kuifuatilia unagundua kwamba ni ushuhuda. Kwa hiyo unapokuwa unasoma neno la Mungu linakujenga ya kwamba hii inawezekana. Neno la Mungu linaponya, linakufundisha, linakuelimisha, linaonya, lakini linakupa ushuhuda wa kitu halisi katika maisha yako. Mfano, unateseka na uchawi, unasoma neno la Mungu, unafika kwenye kitabu cha Hesabu 23 inasema hapana uchawi wala uganga. Kumbe unasema kama hapana uchawi wala uganga, kwa nini mimi nateseka? Neno la Mungu linakushuhudia kwamba hapana uchawi na hapana uganga. Kwa ukianza kuomba kupitia neno la Mungu kwamba Mungu umesema hakuna uchawi wala uganga, kwa nini mimi nateseka na mambo ya kichawi? Kwa nini mimi nateseka na uganga? Kwa nini waganga wameniandama? Kwa nini wachawi wananiandama? Shida iko wapi? Unaanza kuwa umeelewa jambo kubwa kabisa ya kwamba Mungu amesema hapana uchawi wala hapana uganga. Kwa hiyo unaanza kujenga imani kwamba kumbe inawezekana. Ndio maana Yesu alipoletewa yule kijana hakuanza kushughulika na yule kijana, akawaambia wewe huna imani, shida yako ni imani. Na yule bwana akakiri ya kwamba kweli sina imani, Bwana nisamehe kwa kutokuamini kwangu. Hakumwambia niongeze imani, alimwambia nisamehe kwa kutokuamini kwangu. Kwa hiyo kuomba kwake msamaha tu Yesu kulimuinua, na ile imani yake ikaingia, na yule mtoto akapona. Imani. Kwa hiyo tunaposoma neno la Mungu inatusaidia kuwa na imani. Kitu kingine, fuatilia mafundisho mbalimbali kupitia vyanzo vya uhakika, sio vyanzo vya kila aina. Vyanzo vya upotofu siku hizi vimekuwa vingi sana. Hakikisha sasa, mimi sijui nitakusaidia aje hapa, lakini muombe zaidi Roho Mtakatifu akufundishe. Hata unapoingia kwenye mitandao akupe ruhusa au kibali cha kuona vitu ambavyo vitakusaidia kuwa na imani. Nenda kwenye makongamano ya wazi ambayo yatakusaidia kuona vitu vinavyotendeka. Ndio maana watumishi wanakuwa wanapenda sana kutoa ushuhuda mbele za watu. Ule ushuhuda unajenga imani kwa mtu mwingine, kwa sababu tunasema ushuhuda wa mtu mmoja ni unabii kwa mtu mwingine. Inawezekana mtu anayetoa ushuhuda ni mtu ambaye unamwamini ama unamjua, kwamba maisha yake unayajua. Okay, kwa mfano hapo kwenu kuna mtu alikuwa na tatizo la kusikia, hasikii kabisa au haoni kabisa, alafu kaambiwa ameenda kwenye mkutano wa Injili, amerudi akiwa anasikia na kuona. Unafikiri utakuwa na imani kubwa kiasi gani? Kwa hiyo imani ndio tunamwona huyu ambaye Paulo amemponya. Cha kwanza anasema mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena. Maana yake mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa anafundisha. Hatuambii Paulo alikuwa anafundisha kitu gani huko Listra, lakini bila shaka alikuwa anafundisha neno la Mungu, na yawezekana kabisa alikuwa anafundisha masomo ya kufunguliwa ama uponyaji ambao Kristo Yesu alikuwa anafanya. Kwa hiyo aliposikia akaamini, aliposikia akafanya nini? Akaamini. Kwa hiyo kuna kusikia
kusikia na kuna kuona. Imani huja kwa kusikia, imani huja kwa kuona. Watu waliona viwete wameponywa wakaamini. Ndio maana hata Yesu alipomfufua Lazaro ndipo vita yake iliponyanyuka kwa kubwa sana, kwa sababu watu wengi waliamini Lazaro, walimjua, waliona amezikwa, zikafika siku 3 maiti yake ikawa inanuka, Yesu akaenda kumfufua Lazaro. Maana yake imani walioona na waliosikia wakasema hiki sio kitu cha kawaida. Kumbe inawezekana vitu vya namna hii ndani yao wakajenga imani. Kwa hiyo wewe, ili uwe na imani, cha kwanza weka utaratibu wa kuwa unasoma neno la Mungu. Muhimu sana, usiache kusoma neno la Mungu, kwa sababu ukisoma neno la Mungu maana yake unainua imani yako, unainua imani yako. Ndio maana shetani anapiga vita sana watu kusoma neno la Mungu. Imekuwa ni vita kubwa kubwa. Unapanga kusoma neno la Mungu vizuri, unachukua Biblia yako, hausomi, utaichukua utaweka juu ya meza, ama utasoma kiparagrafu kimoja utaacha. Lakini ukiambiwa ufanye kazi zingine za kusoma, hata vitabu vya hadithi, kusoma magazeti, kuingia mitandaoni, huko utakata masaa 4. Lakini ukiambiwa chukua Biblia isoma tu sura moja tu kila siku, huwezi. Unafikiri ni kwa nini? Ni vita ya kukufanya wewe usiamini, ili uwe tegemezi, uwe kizazi tegemezi. Yani wewe ili uamini unataka umsikie mtumishi akiwa anafundisha kila siku, ndio unaamini. Unataka uombewe na mtumishi kila siku, ndio unaamini. Na hiyo silaha imekuwa ni silaha kubwa sana ambayo shetani anaitumia, kwamba wewe uwe tegemezi. Kwa hiyo akikufundisha mtu ambaye sio sahihi, wewe ndio umeenda. Kumbuka neno la Mungu halina mwalimu shujaa, hayupo, isipokuwa ni Roho Mtakatifu yeye mwenyewe. Wapo watumishi wengi sana wanafundisha, hata sisi tunafundisha, lakini wakati mwingine unajikuta kwamba mbona pale nifundisha kitu ambacho hakikuwa sawa sawa, na umejiandaa vizuri na umesoma vizuri, lakini unakuja kugundua kwamba kuna somo ulilofundisha, kuna mahali kuna kitu ukisema sawa sawa. Wapo watumishi wakubwa kabisa, wana miaka mingi sana kwenye huduma, lakini unakuta kuna neno analifundisha kwa msisitizo, ila ukimshuhudia Roho Mtakatifu anasema kila anachokisema sio sawa sawa. Sio kosa lake, ile ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu, sio kitu cha mchezo, sio kitu cha kufikiri unaweza ukakizoea. Biblia hii watu wameisoma mara kuisoma, wamefundisha wakiwa na miaka mpaka miaka 20, 30, 40 wako katika kufundisha katika huduma, lakini hawajawahi kuzoea Biblia, kwa sababu ni neno la Mungu ambalo lina tafakari ambazo haziwezi kufika kikomo. Ndio maana kila siku unafundishwa, lakini haichoshi. Ili sio somo ambalo unaweza kufundishwa leo ukachoka. Kwa nini? Kwa sababu ina tafakari nyingi. Kila neno moja linaweza kuwa na tafakari 200, 300, neno moja tu. Sasa fikiria Biblia nzima ina maneno mangapi? Neno la Mungu ni kuu sana. Kwa hiyo unaposoma, jiwekee utaratibu wa kila siku kusoma Biblia, lakini usijiwekee tu unavyotaka wewe. Msii sana Roho Mtakatifu akusaidie kwenye kusoma, kuelewa, kutafakari na kujua kinachomaanishwa. Kwa sababu ukisoma tu kama gazeti, mwishoni utakuja kuona ya kwamba umesoma lakini hujaelewa. Utakuwa kama yule ambaye Filipo alikwenda kumsaidia, alikuwa anasoma alafu hakuelewa. Akamuuliza unaelewa nini? Akasema nitaelewa nini mimi kama mtu hata nifundisha, yule towashi. Kwa hiyo unaweza ukasoma alafu usielewe, lakini ukimtanguliza Roho Mtakatifu utasoma na kuelewa. Ndio maana unaweza kukuta sehemu umeisoma wewe mwenyewe, yani umesoma Biblia na changamoto hiyo, yani umesoma vizuri, hilo neno unalijua, lakini mtu akija kutafakari hilo neno akalifafanua, unashangaa, mbona mimi nimesoma sikuelewa kama huyu mtu alivyofafanua? Kwa nini? Roho Mtakatifu amesaidia kufafanua ili upate kuelewa. Na unaposoma Biblia kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ndipo ile imani yako inapozidi kuongezeka. Kuna namna nyingine ya kuongeza imani, kusikiliza nyimbo za Injili. Roho Mtakatifu anakuwa anajaa sana hapo unaposikiliza nyimbo za Injili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akijaa, huyu anakusaidia wewe kuwa na imani, anakusaidia kutambua njia gani ambayo unaweza kufanya ukawa na imani. Kwa hiyo imani huja kwa kusikia. Lazima usikie ili uamini. Leo mimi ninaposoma hapa ninakushuhudia mambo 3, 4, 5, utaamini kwamba kumbe ni hivi, kumbe ni hivi. Alafu ukienda kuapply, ukienda kufanya hicho kitu, unashangaa kinatokea. Unafikiri kwa nini? Ni kwa sababu umeamini. Ndio maana Yesu aliambiwa ukiwa na imani punja la dari tu unahamisha mikuyu.
Sio mikuyu, unaweza kuhamisha majengo, unaweza kuhamisha milima, unaweza kuzuia milima, unaweza kuzuia upepo, unaweza kuzuia radi. Ndio maana Yesu hata ilipotokea dhoruba kule baharini hakutetemeka. Kwanza alikuwa amelala. Wakamwambia, Bwana umelala, mbona sisi tunahangaika tu? Alipoamka akazuia, wakasema huyu ni nani ambaye mpaka bahari na mtii? Sio bahari na mtii, imani ndani yake ilifanya kazi. Na Mungu anafanya kazi na watu ambao wana imani. Kwa ukiwa na imani, kumbuka anayefanya kazi ni Mungu, anayefanya kazi ni Yesu mwenyewe. Kwa inategemea una uwezo gani wa kuamini, wa kuconvince na kutransform kwenye ulimwengu wa roho, ili ulimwengu wa roho kusikie na afu uamue. Hicho ni kitu muhimu sana. Hicho ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo ili imani iongezeke, kitu kikubwa, jitahidi kuwa unasoma neno la Mungu. Isipite siku haujasoma neno la Mungu, kwa sababu utakaposoma neno la Mungu kuna uwezekano kabisa Roho Mtakatifu akakuongezea maarifa mengi sana. Ukiwa na neema ya kusikia, Roho Mtakatifu atakwambia vitu kadhaa wa kadhalika, kwamba fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Ukianza kusikia, maana yake utaanza kuamini kwamba Roho Mtakatifu anasema na mimi, kumbe inawezekana ikawa 1 2 3 4 5. Utaanza kupata misukumo ya kuombea kitu kwa kuugua. Unashangaa mtoto anaumwa, unaingia kwenye maombi ya kuugua na muombea huyu mpaka apone. Unafikiri ni wewe, sio wewe. Tayari ile nguvu ya imani imeingia ndani yako, alafu ukianza kuomba ule mtoto anapona. Kwa hiyo ndio imani ambayo Yesu alikuwa anaisema. Kwa hiyo lazima kujiweka sawasawa na neno la Mungu, lazima kujiweka sawasawa na Yesu, lazima kujiweka sawasawa na Roho Mtakatifu, lazima kujiweka sawasawa na Mungu wa mbinguni. Sasa hivi na muunganiko wake, anaanza kutusaidia Roho Mtakatifu, anatuunganisha na Yesu mwenyewe, alafu Yesu mwenyewe ndiye anatuwakilisha kwa Baba mbinguni, na yote anakwenda kutendeka. Lazima kutambua hilo. Kwa hiyo muunganiko huu na umoja utakusaidia wewe kuyafanya matendo makubwa, yafanya nini? Yatokee. Lakini haya yote yatakuwa ni bure kama utakuwa ni maisha yako ni ya kutenda dhambi, kwa sababu Roho Mtakatifu anahuzunika sana mtu anapokuwa anatenda dhambi. Yesu anaona tunamsulubu kila wakati mtu anapotenda dhambi. Mungu wa mbinguni ndio hawezi kusikiza chochote, kwa sababu yeye ndio yuko mwishoni, yuko top kabisa. Anasubiri hao wameamua nini ndio vitu vitendeke. Yeye haamui chochote, anatekeleza tu. Sasa ukiwa unatenda dhambi, maana yake hakuna kitakachokuwa kinatekelezeka. Hata imani yako itakuwa bure, kwa sababu hakuna imani inayofanya kazi kwa mtu mwenye dhambi. Haiwezekani. Lazima kujitakasa, lazima kuishi maisha ya utakatifu, lazima kuishi njia ambayo inampendeza Mungu, ili ile imani ulionayo iweze kufanya kazi. Ni matumaini yangu utakuwa walau umepata kitu fulani kupitia somo hili, jinsi ya kuongeza imani. Na ukiyafanya haya, kwa hakika utaona imani yako jinsi itakavyokuwa, na Mungu ataendelea kukuinua kabisa kabisa, na imani yako itaendelea kuimarika kabisa kabisa, na utafanya mambo mengine ambayo wewe mwenyewe utashangaa umewezaje kuyafanya. Mungu akubariki sana. Niendelee kukusii na kukuomba ya kwamba kama hujasubscribe kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, subscribe ili wa kwanza kupata mafundisho tunapokuwa tunatuma, lakini pia bonyeza ile alama ya kengele ili tukituma upate notification ama kiutambulisho kile ambacho kitakutambulisha kwamba kuna kipindi kipi ambacho tumekiposti katika mtandao. Lakini pia share kwa wengine. Ukibarikiwa zaidi unaweza ukacomment. Hapo chini ziko namba za simu, kama utakuwa una swali, unahitaji huduma, una maongezi private, unaweza ukatupigia popote ulipo, ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Kokote ulipo tupigie, na sisi tutakuhudumia bila wasiwasi wote. Na kumbuka, huduma yetu sisi ni bure kabisa, hakuna malipo ya aina yote. Gharama utakayoipata wewe ni muda wako na kutupigia. Labda salio utakaloweka kwenye kutupigia, hilo tu, hakuna kitu kingine. Sisi tutakuhudumia vile ambavyo inapaswa, na Mungu tunaamini kabisa wa mbinguni atatenda mambo makubwa katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda kwa ajili ya kufuatilia mafundisho ya neno la Mungu. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo, ninasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.